tulisaidie kwa makofi na vigelegele kwa sababu watu tunashuhudia leo. Karibu tushuhudie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Tunamshukuru tena Mungu kusimama mbele yenu. Ni kwa neema tu na huruma kwa Mungu ndio tunasimama mbele yenu. Amen, amen. Amen. Mungu ni wa mapendo, Mungu ni wa huruma, ndio pale leo tunasimama mbele yenu siku ya leo. Mbele ya yote tunarudisha yambo ya kutoka kule Amelina. Amen. Amen. Kanisa yetu ingine ya bandugu yetu wa Kristo kama sisi hivi barudisha vraiment yambo munene sana na bashikia furaha sana kuna presence yetu kule, ilikuwa furaha sana na banasema antuka kuko shiku tutakuya. Haleluya. Ni kanisa mkubwa, ni kanisa shakukomea. Beko naomba paka sasa vile Shiva Afrika tuko naomba, lakini ni kanisa shakuwa mkubwa sana na walifurahi sana kutuona. Kazi ilipita mzuri sana, ilikuwa bien sana. Amen, amen. Amen. Na kama tuko natoka kwenda kushunguluka ni njoo ya Mungu, haina njoo ya mtu, haina njoo ya kufurahisha mtu. Amen. Amen. Mungu akubariki na wewe. Njoo unakuya hapa ni sacrifice. Angalia leo kuko baridi, mtu anaangalia kuna nyumba mzuri, television ya bien sana, smart TV, anaangalia mfrigo yake vyakula vikwamo, anaangalia sima isa mtakula tumapome, atafanya maloazira yote mnyumba yake, kile yote atapenda kufanya, lazima shezi kuondoka kwenda kukanisa na wakia nifurahishe mwili. Amen. Meo natoka na baridi yako na kuya. Mungu akubariki na kukumbuki. Amen. Sema amen bien. Amen. Nasema bien tu kumazabao. Mungu akukumbuki, akufashie bien. Amen. Ndio na bata tuwaambia kitabu mbele tunazungumzia zaidi ni 2 Timothée. Juu tushikwe na wakati kufungula kitabu sasa yote 2 Timothée. Tutaanza mle chapitre 1, tutaanza kushika pole pole. Ile kitabu atatengeneza 2 Timothée. Leo tuna tamu kiloko tu ya bien mfupi sana, itatusaidia shibote. Iko nasema faraja, kama vile wanasema en français encouragement. Leo tunapenda kujiencourager. Faraja ndio terme yetu ya leo, tutasemeza leo. Shikani kwa mfuate mzuri. Amen. Amen. Badada mko mbali sana, tena mnelipanga mzuri sana. Mimi kama mtanishikia tu pia. Mshikwe distract, uwe kwanza kusumbulia kwa biara ya mashikio, hapana. Tuheshimie Mungu, tufuate neno la Mungu, itakubariki siku ya leo. Acha Mungu atakubariki siku ya leo. Kama unataka unakufa bila kuita mwangaza arrière de moi Satan. Siku moja Yesu anaanza kumwambia Pierre anaanza majaribu na muingilia. Anaanza kumwambia Yesu kumdekuraje sasa. Hiyo Yesu anasema arrière de moi Satan. Est-ce que ni Peter ndio alikuwa shetani ou bien Peter ndio shetani ou bien ni ndani ya Peter mulingia shetani? Ndani ya Peter mulingia shetani. Ni ndani ya Peter mulingia shetani. Hata wewe shetani sio ndani mwako anakutumikisha. C'est pourquoi mwambie mmoja kwa kuache wazi. Tunasimama juu ya faraja. Nina njana example mwa kidogo sio tu tunajua. Amen. Najua hivi tuko hapa Finland. Wakati tunarudia kwetu kwa Afrika, wakati tulikuwa Afrika. Wakati watu tunapata hii migini yenyewe ya Ulaya yenyewe Finland. Uliona image gani? Pale unaona Finland. Na waza wakati Salomi, wakati miliona Finland, wanasema unapata mgini mzuri sana. Tunaanza kusema mgini ya majiba na sari. Mimi naanza kuona deja Finland, mimi naona vile mzuri, ana vile. Kila mtu anaona vile mzuri. Ndio. Mimi naona vraiment mimi nakuwa rich. Nasema mkini mwa rich, utashikia watu wanaita hapa Finland, mkini mwa iko très rich. Hakuna bongo, ni vile tulikuwa nasema Afrika. Iko très rich mkini tunaenda, iko très rich.
Vraiment mtu ataanza sasa kuwaza avenir yake na avenir ya watoto yake. Sasa watoto yangu vraiment Mungu anatubariki, maisha yanabadilika hapa, tunafia kuwa na maisha mzuri sana. Watoto wangu watafunda masomo mzuri, watoto wangu watakuwa bien, wakati watafunda watakuwa watu wazima. Kila mtu anaanza kuwaza, kila mtu aliwaza maisha yanakuwa mzuri. Tunaanza kutoka kwa maisha ya kuteswa. Kila mtu anaanza anatrouver vraiment kitu kizuri kwa maisha yake. Wakati tunaanza kwa Finland, tunafika Finland, tunaobserve kwa kweli Finland iko mzuri. Amen. Finland iko mzuri, utalanda sema wao mwingine ya iko mzuri. Kama unaangalia mwingine wanayenga mzuri sana. Unaangalia wazungu washakutengeneza kila kitu mzuri sana. Wanatengeneza maisha ya mtoto, unaangalia mtoto wakati unazalikwa. Njoo vile maisha tunakuwa kuangukia na shida. Mtoto unazalikwa mtumbo, eko mtumbo wanaanza kupangia maisha yake. Huyo mtoto wakati atazalikwa, unasikia mzungu anampangia atazalikwa atakuya hivi. Anapangia budget yake wakati kwa mtoto na vile atakomea. Donc wanasema ashikua mateso hapana. Maisha yakipita ya mzuri na vile atakomea na vile na ataoa na ataolewa, atazala watoto. Na watoto yake na wakati atazala watoto yake wakuye bien. Donc mzungu anaanza kupanga kila kitu kyote. Njoo ile maisha na wewe kuwa leo. Unaanza kuona sasa maisha yako yanakuwa mzuri. Watoto hapa biko mzuri, watatumika mzuri, wataishi mzuri. Na wao wakati wataoana wanaoana. Na wao wataishi mzuri. Unatengeneza projet mzuri ya watoto yako. Si vile? Ndio. Haleluya. Ni vya kweli, mimi tani aleto ni faraja tu. Je voulais t'encourager aujourd'hui. Mimi napenda nikuencourager ndani ya Yesu Kristo. Anasema unaprepare maisha mzuri. Mama na baba anaprepare maisha mtoto yake mzuri sana. Na sisi pale tulitoka tunakuja hapa tunaanza kuprepare maisha yetu mzuri. Utashikia wazazi wao wanasema tulikuwa kupeleka tu ni watoto wajifunze, tunawapeleka watoto waendelee. Jo vile wazazi wako nasema hii wakati. Kila mtu tu anakuta sasa hii tunawapeleka watoto yetu waendelee. Utaona mtoto anaanza kufunda mzuri. Kunafika wakati mtoto watamfanyisha wanampangia mzuri maisha. Mtoto anakuwa na amezidi hata pata franga yake. Haleluya. Amen. Sema bien watoto. Amen. Wewe utemko pa kila mtu na fedha yake, ha? Haleluya. Amen. Hakuna bongo, mtoto wote anikalanga na fedha yake, mtoto anampangia maisha mzuri. Unashikia mzee anasema mtoto wangu atakuwa na nyumba yake vraiment nyumba mzuri, atakala mzuri sana. Mtoto wangu vraiment atakuwa sofria, atakuwa na kila kitu. Job letu maisha tu nawapangia sawa watoto leo. Haleluya. Amen. Ile yote ni vitu vizuri sana kutengeneza maisha ya mtoto. Avenir ya mtoto. Unawazia una pense juu ya mtoto yako. Una pense avenir kuendelea, maendeleo ya mtoto. Ni kitu kizuri sana. Kama mtu anaanza kuwaza vile, familia yako itakuwa stable. Kama watoto wako wanafunda, watoto wako wanakuwa na kila kitu, maisha yako yanakuwa mzuri. Unaelewa stabilite. Ile wanasema Mfransa wanasema paix du cœur, Mswahili amani ya roho. Mtu anakuwa na amani. Nitafanya nini leo? Nitavala nguo kali. Unaweza kwenda mafungula nani yako kani magazin. Tutasali mu magazin, njungu vitu vyote vilato, manguo, masalo utavala hivi, utavala. Haina mbani mzuri. Haleluya. Amen. Kama unasema hii manguo nafaa kama ni tajo kuvala du premier au 30 changer, ni mzuri, ni maisha mzuri. Hakuna ile tunakatara, tunatengeneza watoto wote maisha mzuri. Kila mtoto heritage ya mtoto. Tunatengeneza kila kitu. Tunawajengea manyumba. Haleluya. Tunaanza na kupanga manyumba kujengea watoto. Tunasema tunajenga hii manyumba ni ya watoto yetu. Hii nyumba na watoto yangu, watoto watakuwa na manyumba yao, hii manyumba ya nyumba family, nyumba mtoto wangu wa kwanza, wa pili. Amezi yote na wazungu walifanya. Na tashi mwi maisha tute bifanya. Sasa kila kitu kyote, heritage yote tutengeneza mzuri. Conserver heritage mzuri, kila kitu kyote. Sasa iko mzuri. Haleluya. Amen. Kutengeneza kile maisha yetu, maisha watoto, kila kitu kyote. Sasa nauliza swali moja. Wakati tunakuwa natengeneza ile maisha mzuri juu ya avenir ya watoto yetu na maendeleo mzuri ya watoto yetu, est-ce que tushakuyuaka kwa tunawazaka kwa kutengeneza tena heritage spirituel?
ya watoto yetu. Amen. Amen. Ya mwili tunaitengeneza mzuri sana. Kila mtu anatengeneza mzuri sana. Mtoto yangu atakuya hivi. Hivi na hiki kitu ni cha mtoto yangu. Hii motoka na msha mtoto yangu. Hii nyumba na msha mtoto yangu. Sasa tunawaza kako je kutengeneza heritage spirituel juu ya watoto yetu. Au tunawaza kako juu ya kutengeneza heritage. Mtanirumia unasema teme huko mfrancais lakini nifanye nisome Kiswahili ndio kila mtu ashikie. Heritage mapendo. Urithi. Sasa kama tunatengeneza ile urithi ya maisha ya mtoto tunamtengeneza kila kitu kyote. Tunaikalaka tu kunawaza kwa tena kutengeneza urithi ya kiroho juu ya watoto yetu. Kama tunaangalia leo tunasema tu heritage, urithi ya kimwili, mais sasa urithi ya kiroho tunaitengeneza kako. Urithi ya kiroho tunaitengeneza kako. Kama unaangalia leo dunia mzima, unaangalia watumishi, unaangalia Wakristo, eske wanatengeneza maisha ya watoto mzuri ile kwa material, mais juu ya kutengeneza ile urithi ya kiroho eske tunaitengenezaka? Leo tunapenda kutembea juu ya kukuankuraje. Haleluya. Amen. Tuseme kwa amen bien. Amen. Nilianza na ile mfano kidogo. Nilipenda nikushikirishe kidogo mfano mmoja ile unajua mzuri juu ya maisha yako, juu ya maendeleo yako. Sasa tutaanza na kitabu chetu cha 2 Timothée chapitre 1 verset, tutaanza chapitre 1 verset, tutaanza kusoma verset 1 mbele, tunasoma mbele verset 1. Chapitre 1 verset 1. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bana tuonesha pasema Paul alikuwa mtume wa Yesu Kristo kupitia mapenzi ya Mungu juu ya kwenda mupromesa, juu ya kutembea na ile promesa ya Mungu ndani ya maisha yake, ndani ya Yesu Kristo. Huyu pote unasema leo kulikuya neema mwele mshindikiza. Neema ya Mungu ile annonsaka depuis au commencement ya dunia yote mzima. Mungu alikuwa shakuetablir ile mapenzi, ile volonté ya Mungu, ile mapenzi ya Mungu juu ya kupola tembe na Yesu ndani Paul ndani ya Yesu Kristo. Tusomea la pili. Tunashuka mbili yake nasema hivi. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa Timotheo mwanangu, mpendwa, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Amen. Huyo ni Paul. Tunamjua Paul Mungu alimuita. Kama tunaangalia kupitia tu mapenzi ya Mungu, volonté ya Mungu. Angalia leo Mungu anakuita wewe. Usizania sima ni azari au ni bure. Mfamie yetu, lakini Mungu anakulokota hapo mpaka wewe kupitia mapenzi yake. Leo huko unapatikana presence ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Amen. Angalia huyu Timothée. Paul tu unasema Paul anaanza kumwambia Timothée. Eko namwambia Timothée asema Timothée mwanangu. Timothée bien-aimé. C'est par la grâce, ni kupitia tu neema na miséricorde ya Mungu. Ile Mungu aliakorde juu ya kupatia hii kupitia baba yetu Mungu Yesu Kristo. Timothée alikuwa mtoto. Haleluya. Paul alikuwa anamlea. Timothée alikuwa rafiki yake ya Paul. Timothée alikuwa anatembea na alikuwa rafiki yake, alikuwa tena mtoto yake. Paul alibeba yule Timothée na mikono yote mbili, anaanza kumprepare juu ya maisha ya kesho. Haleluya. Amen. Shikia Paul anaangalia anasema mimi niko mtume wa Yesu Kristo. Paul alikuwa anatembea fwashi yote. Hakuna portre alikuwa anatembea fwashi yote. Shikani niambie, kazi ya Mungu unaona. Ushizania sema kazi ya Mungu wakati unatumikia kazi ya Mungu ifo waje kukulipa. Haleluya. Amen.
Kazi ya Mungu abalipanake kwa mtu. Kama mtu anafia sa kulipa atakulimba. Kama mtu leo anasema shie tushimame na baba yetu akasema tutaanza kunilipa mwe wakwaya ndio mwaje kuya. Tutemilimba. Kazi ya Mungu ni Mungu ndo analipanaka. Paulo alikuwa anatembea njuu ya evanjili. Paulo alikuwa anafanya kazi yake ya mikono, alikuwa anafanya mabilako, makuta yake yeye mwenyewe. Atapanda trea ya mashua ya mai, anaenda kwa Korinto, anaenda kwa Rome, anaenda ukonda peleka sauti ya Mungu makuta yake. Ndio. Kama kwa mtumishi wa Mungu, unashimama kumbele, unaona watu kama vile inakuya ni nani yako, inakuwa mashamba yako, unasema unapotesha kazi yako bure. Haleluya. Amen. Hapa haleluya. Amen. Nafanya kazi ya Mungu kwa shikani. Hapana kutamania bakulipa. Hapana kutamania sema balipatie makuta. Banilipie ma transport. Mpakwa bikuimba ni vile mwimbaji. Ifo mtengeneze ma micro, ma mixer, ma keyboard ya munene. Unafanya kazi ya kimuntu. Angalau Paulo alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Kisha ile kazi alivumbula mwasema, acha ni prepare kwa mtu mmoja, rafiki yangu, mtoto yangu. Atashie leo hivi mwe watoto yetu. Mungu watoto yetu katika kiroho, watoto yetu kumwili. Tuko na miprepare. Wala alikuwa na mprepare. Hivi tuko hapa ndani ya kanisa. Usizania sasa tunaanza kufanya kazi ya bure. Usizania sema wewe unakuwa kufanya kazi njuni kwa baba yako pale. Usizania unakuwa sema sasa njuni kwa mkubwa yako pale. Au nilikuwa sema njuu ya baba yangu fulani yuko pale. Unakuwa kufanya kazi njuu ya mapenzi ya Mungu ile Mungu alikuita nayo. Amen. Amen. Paul, wakati Paul anaanza kujiadrese kwa Timotheo. Timotheo alikuwa mtoto wa kiroho yake. Hata mwe tulimizana, Mungu watoto wetu wa kiroho. Sema amen bien. Amen. Tuko na milea njoo muendelee. Njoo mjue Mungu, mtembee na Mungu, mfanye exploit vitu vikubwa na Mungu. Asema anaanza kumwanjikia. Asema kama unaangalia Timotheo alikuwa anatumika mkanisa ya Efeso. Mungu haleluya. Amen. Sasa leo unatumika mkanisa yetu ministeri ya Elumta. Unatumikia Mungu. Mungu anaisha kukujua. Frewili, Mungu anakujua. Amen. Mungu anakujua kabisa sima unapiga kama msirima ifuashi. Usizania sema Mungu anajua sema ni mtu mwingine atatoka fashi na atapiga msirima. Mungu anakujua ni wewe. Sasa kulikuwa post yako kama unaacha. Unaacha tu wazi. Unajua sema ile post yako kiache mtu mwingine atairekipele parce Mungu anakujua wewe mwenyewe, Mungu anakujua mkazi yako ya uimbaji kwako. Amen. Haleluya. Haina sima unakuwa kupelekana Luis au kwa kumpeleka mwenzako. George atakuwa kupelekana hapa. Kila mtu anakuwa kutumika selon plan ya Mungu. Mungu anafanya c'est pourquoi leo shie tunabeba ile fuashi ya Paul tunaanza kumiencourager. Tuko nasema hivi, mshimame mumtumikie Mungu. Angalia Paul anaanza kuanjika. Eko namwambia mwanangu mpendwa, fanya hii kazi. Jua alikuwa anamprepara sema kazi ya Mungu haikufuake. Kama leo unaikatala, atote katala, hata tulizalikwa na wewe, hata tunakuleka pamoja, hata tunaishi pamoja. Kama leo unaikatala kazi, Mungu atalamusha taribwe. Amen. Mungu akapanga kulamusha ribwe. C'est pourquoi kama Mungu ashakukuita, beba posti yako, sabi la baku. Amen. Amen, amen. Amen. Sema amen bien. Amen. Unashiriki? Asema Paul, asema alikuwa prisonnier, alifungwa. Ngalia mtumishi wa Mungu kwa Rome balimfunga. Ule unamtumikia Mungu mbya kweli, batakuchambula. Ndugu anatuimbia kwa mwimbo. Tunashikia ile mwimbo sema ataba kuchambule, ataba kutetee mabaya, lakini Mungu atashimama. Atatujustifie. Amen. Mtumishi wa Mungu ana wa maendeleo. Mtumishi wa Mungu anashimama kwa kumtumikia Mungu. Kama unashimama na Mungu atakona. Asema Paul wacha kumfunga kule, juu ya kumbloke, asifanye kazi ya Mungu. Asema alikuwa anaandika maletra na mtuma Timotheo. Hata hivi niko mprison. Wewe shimama utumike kazi ya Mungu. Shikia, atashi atunako. Shi tunatoka, mshimame mtumikie Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Amen, amen. Ngarashi tulienda kule, tulienda ni Helsinki tulienda Amelina. Ni safari mrefu sana, tunafika kwa Helsinki. Tunaisha kwa Helsinki tunaenda kwa Amelina. Tunaisha kule tulikuya kushi, tunafika pasubuhi. Sasa tulale tunasema hatuwezi kuacha manyumba tulale. Tunasema tutakuya paka njia ya Yesu Kristo. Paka tutimize kazi ya Yesu Kristo. Tunamtembelea ni Yesu Kristo.
tunapanda masafari mrefu njuu ya Yesu Kristo. Haina endelea ya mtu hapana. Haina sema kama shi hatuna hapo, shomo mnasema na shatutenda hapo. Hatutebienda bado hapo washa kutoka. Kama unafanya vile, huyo kile unafanyia, huyo unatumikia. Shimama ndio kumtumikia Mungu. Shimama ndio kumfanyia Mungu kazi. Tunapenda kukutengenezea heritage ya kiroho. Hatukutengenezea heritage ya kuharibifu hapana. Heritage ya kiroho ni kama unashimama, unaanza kufanya kazi ya Mungu, watu dunia mzima banaanza kuangalia wanasema vya kweli. Huyu mtoto alizalikwa ndani ya nyumba fulani. Alizalikwa, alikuwa prepare, ni mtumishi wa kutoka fashi fulani. Haleluya. Fashi wote utaenda kumtumikia Mungu, hata kumwimbia, watu watasema huyu ni wa nyumba fulani. Haleluya. Utachana na wengine. Patie mfano wengine. Siku moja ndege anakufwa. Kilio cha bandege. Dunia mzima bandege wanaanza kulia. Wanaanza kwenda kuambiana sababu kilio ndugu wetu mwana anakufa au bandege. Bandege wanaanza kuitana kwa nenda kuangalia ni nani anakufa. Huyu ana bandege wa mude banakuya baba. Babikiwe banakuya bakiwe bangu wanaangalia wanasema huyu ni ndugu wetu. Eko na mlomo sashi. Na manyonya sashi na mikulu sashi. Lakini eko na meno. Ana mfamii yetu anakimbia. Hawa na baba nenda sasa mnamuona sasa mwende na wewe mkamwangalie. Ni ndeke. Eko pale ashakufwa lakini eko na vyote meno shatu kanake na meno. Unaweza kuwa mtumishi. Unaweza kuwa unakuita mtumishi, prophet, wanakuita nani na nani, lakini behavior yako itakujustifia nasema huyu ni mtumishi kama mimi nakuya kwa c'est-à-dire que mtumishi unaanguka. Haleluya. Tunasema mambo ya Paul. Asema Paul wakati alikuwa anamprepare Timothée, alikuwa anamuencourager juu ya vitu vya kiroho vikome. Juu ule mtu wa ndani yako ndani wake akome. Haleluya. Shikani kwambie, leo mimi nazushimama mimi nakufokea. Amen. Uniambie kama mimi nakuchukia. Amen. Mtoto kama mzazi anakufokea, hata baba wako akioa, hata baba wako kuzala, anakupenda sana, njoo endelee mzuri. Baba ashiko kukufokeaka, ni baba anakutakia ukufu hapo. Amen. Haleluya. Mimi nakutakia, mimi nakupatia makuta yako. Haleluya. Nitakuta kwa wakati mimi naangalia simu nasa kubeba makuta yako na utumike na makuta yako fanya mambo yako yote. Haina sema na ile makuta sasa nakupatia ndio sasa wewe unaanza sasa kwenda kuyalabisha, unaenda makabare, unaenda madisco, unaanza kwenda kufanya hivi na hivi, unaenda kufuta mantumbako, unaanza kwenda kuna mampombe, unaanza kwenda mumaba. Haina ile njia. Makuta yako kama mimi nakupatia wewe mtoto ndio unaprepare maisha yako mzuri. Ni unjua uko na vitu vizuri, nyumba yako ya mzuri, kila kitu kiako mzuri. Sio kama inakuwa nyumba yako mnaangalia nyumba mtoto wangu, uko na kila kitu. Mtoto wangu na hivi yako na hivi nashikia furaha yake mtoto wangu una akili. Amen. Haleluya. Haina ya kuharibifu. Mtoto wangu makuta anaenda kuharibisha, bwana kuya na kunyumba na bwana kuya bukari, mimi nitakufukusha. Ndio. Unalabisha makuta yako na kuya sema unakuwa kuya ukafuata mimi. Wende kwako. Mnyumba kwa una tena vyakula, unaenda kimbia hapa kwa kulia kwangu. Makuta yako yanakuwa uneka huko, unakula yote mdeju, sio na kunakimbia sasa nenda kwetu kulia bukara. Haleluya. Amen. Ule ni mtoto mharibifu. Mtoto wa yakoni ule anaendelea. Kama mtoto anaendelea mzazi anamuongezeka na vingine, mimi nalani. Adabu ya kiroho. Leo kama unasimama mbele ya kiroho, unamtumikia Mungu bien. Unaendelea vya tutaongeza na kukombea sana. Mungu aongeze mafuta uendelee. Uko ribu ya mumupanda. Amen. Ribu ya mumupanda waishimamishake. Kama mtoto unamzala mkiro, unamzala sisi tunamzala kwa watoto, unakuwa ni ribu ya mumupanda. Mimi tatupa juu uende mbali ufanye vinene na Mungu. Sema amen bien. Amen. Kumbe mnielewe watoto. Haleluya. Amen. Leo napenda nikuencourager. Shimama ufanye Mungu kazi. Mungu ashikudekuraje hapana. Haleluya. Amen. Mzazi mzuri ni ule anakalaki kunitikia mtoto yake. Mtoto anamwetikaka.
Mtoto mimi nakwambia vya kweli, kama unaona mtu unafanya mibana kwa encourage anataka kukua avant. Ni nini ile ufanya? Papa wako mnamshanga. Yeye naye ni mzazi. Amen. Yeye naye ni mzazi anashima. Papa wako mimi namshanga sana. Jo mimi ndo nakufokea. Akafokea vile mtu anamshanga. Mko libre mwe watoto. Mko libre. Ule baba ni muharibifu, ni muachi. Mimi hata bana kufokea kwa papa yetu. Unakimbia kwa wao nyambia na mimi nakufokea tena. Amen. Mimi nakupenda. Amen. Sita conscience masa papa yetu mimi namshanga. Jo mimi nakufanya. Sasa uliwazaje? Sana mimi namshanga. Alifanya hivi na hivi. Tamusema kama mimi namuona. Ni baba mbaya. Mimi utafika paka pale unasema unaisha na mimi nakupindukia tena. Acha ile njia. Njoo endelee. Siku moja tutakuita ministre, tutapika mikono shibo. Amen. Tutafurahi, tunaenda wanadamu fulani na sisi tunakuwa na ministre. Mimi mnaona sasa ni bongo hapa katika chetu kuna mama na ministre. Iko ndani. Beko hapa. Iko ndani. Bila kwa encourager ndio shimame. Timotheo anaanza kumprepare. Kwa Paul anaanza kumprepare. Sio kumshimamisha. Leo tu unapenda mshimame mkazi ya Mungu. Usitamanie mengine. Haleluya. Amen. Tamania kile Mungu anaweka ndani mwako. Kwa rafiki na zawadi ile ndani mwako. Useme Mungu anaisha kunipenda. Siku moja pastor moja. Baba asema watoto wako wanacheza nje. Baba wako na mama kuta ni Mwafrika haina hata Mweuropa. Asema wako wanacheza watoto nje. Bana furahi watoto wanasema babangu anauza motoka. Babangu hivi na hivi watoto wanakwenda taba baba yao. Ule papa alishakala alikuwa pastor, alishakala mnyumba anasema yo mtoto wangu atasema nini? Mimi babake sina hata kitu. Watoto wanasema pale nje. Kila mtu anasema papa aliuza motoka nyingi. Tulishaje. Tunaenda kuuza television ya munene. Hivi na asema bakoni kama mgolf. Baka mgolf kule kwetu Afrika watu wa makuta. Mafuasha wale watu walikuwa na mama moyen. Asema kale katoto kana shimama kana sema baba yangu mimi baba yangu ni mtumishi wa Mungu. Mungu anamjua. Mungu anamjua. Mmoja mkipata maproblem kwenu, mtakuwa kwa baba yangu atamnyombea Mungu. Baba yangu Mungu anamtumikishaka. Baba yangu kana mtaba babake, wacha anza kuruka mnyumbe. Haleluya. Haleluya. Amen amen. Amen. Wewe kwa rafiki yako unasema baba yangu ni mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Baba yako anatumikaka wapi? Georgette, baba yako anatumikaka wapi? Kisha baba yako anatumikaka wapi? Choka kajetu. Haleluya. Haleluya. Amen. Luis. Mama anatumikaka. Choka kajetu. Hapana sema babangu mimi ni mtumishi wa Mungu. Sio tuko familia eleve. Mungu anatujua tuko watoto wa sacerdoce royal. Amen. Watoto wa mfalme. Hapana kutamania vingine. Wewe tamania vile Mungu alika ndani mwako. Asema Timotheo alikuwa anamprepare. Beko namtengeneza, beko namweka vitu vya kimungu ndani mwake. Sisi tunapenda uikale na vitu vya kimungu. Ikala na vitu vya kiroho ndani mwako. Heritage ya kiroho. Uibebe ndani mwako, itumikishe, ionekane kwa watu. Uimbaji upanuke. Uimbe sawa malaika. Amen. Uimbe utoshe na haleluya. Mtumishi wa Mungu ana declare utasikia sana mzana ni vya kweli. Ni vya kweli mtengia mstudio. Sema amen bien. Amen. Mungu unaona sasa nimezaa. Baka tusomea paka ule Timotheo tunaenda pole pole. Tutaenda paka tateremka kidogo papa. Unakamata Timotheo. Utasoma sasa numero 3. Unashuka numero 3 donc Timotheo wa pili chapitre 1 verset 3. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi. Tangu zamani za wazee wangu. Kama vile nikukumbushkavyo wewe daima. Katika kuomba kwangu usiku na mchana. Amina. Amen. Nani anasema vile? Ni Paul ndio anasema. Paul anasema je rends grâce à Dieu. Anaanza kumshukuru Mungu kupitia les ancêtres.
anakumbuka vile vyote mservisi yake, vile Mungu alimfanyaka yeye kila kuye leo. Conscience yake vile kuye. Ngaria. Mtumishi wa Mungu ni ule mtu kuna kuwazia vizuri. Amen. Kama una mtumishi wa Mungu, hebu unakuonesha paka mambo ya mbaya, unaangalia hivi unasema hapana. Napenda na mimi niendelee kuimba, hapana wewe na wewe abikuendelea yake na vile mtumishi mbaya. Aya bila alikuyaka ile neno ilikuwa ndani mwake. Anaanza kushukuru Mungu basi ile Mungu akasha prepare conscience yake. Ilikuwa pure. Mtu yule kama iko na conscience yake pure, yule mtu anaogopa dhambi. Amen. 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 Asema anaanza kumshukuru Mungu. Anaanza kupenda iendelee kwa continuelle. Kupitia maombi yake anaanza tunaniombe yake Mungu anisaidie mwewe. Amen. Amen. Tulekana tulikuwa nasumbuliana na mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Tulikuwa pale sisi tushakikala tunachunga bisi. Jo masaa mabisi kila saa kuna bisi na tayari tunaanza kukumbuka tu unawaza masaa. Tushakikala tu unapisha tu wakati pale. Tunaanza kukumbuka vraiment. Unaangalia makanisa benjetu, makanisa shakomea. Kule tunayua ile kanisa kulikuwa tu ni kwaya. Kushakuwa press team. Kushakuwa na kwaya nyingine. Pale shakuwa Nazari kwa jini. Nakumbuka sio tunaenda kuzungumza njoo ya kazi ya Mungu, tusemani kwaya itakuwa yako, press team itazarikwa, asafa itazarikwa. Ile makwaya yote iko wako. Tunaanza kuikumbuka tu tunasema tunajiankuraje tena tunasema Mungu atatusaidia. Amen. Mungu atatusaidia. Na watumisha Mungu watemesa Mungu atanisaidia mkankamane. Mumubambe paka Mungu. Unajua kama unamubamba Mungu ndugu yangu, hii kazi ni ya Mungu. Umwambie Mungu kama unakatala kutumika. Ni wewe mwenyewe unakatala kutumika. Njoo ni kazi yako, unakatala kutumika wewe Mungu. Mukatala. Wewe unakatala Mungu, ni kazi yako. Ili tuankuraje na sisi tunamiankuraje leo. Tushimame mkazi ya Mungu. Mshimame mtumikie Mungu. Usizania sema wewe vile wanakuzala leo tunenizala leo. Kila mtoto hivi mko hapa. Kama vile watoto wetu ya kiroho, kama vile watoto wetu ya kumwili, tunaniambia vya kweli. Tunaniambia vya kweli. Kile kitu tunaniambia kinelepe ndani mwenu. Akitafanana na wazazi yao. Hata shie tuko hivi leo. Na Mungu atafanya tena vya binene na mwe tena kupita. Tushimame tumtumikie kazi Mungu. Mimi kanisa njuma mangu ani ashende. Mimi kanisa njuma mangu ashende. Kuna potea muda yako ule. Leo Mungu anakuona wewe njoo anakuwa pale Timothée shimama mtumikie Mungu. Shimama na courage yako yote. Alikuwa anamprepare juu ya nini? Siku moja tutapitaka hii kazi ya Mungu mshwazaza zote utawakia nayo eternellement mongo. Bale watumishi wanashimama kwa kazi kwa madhabahu sema niko bishop, anti-bishop, niko na makanisa yangu. Bale watu Mungu abarumie sana. Kanisa ina ya mtu, haina pastor, kanisa ni ya Mungu. Ndio. Ule unashimama sana entreprise ana yako. Ni kanisa ya Mungu. Juu utapita garanti pia nani Paul anaanza kuyosa siku moja atapita 40 motala muke. C'est pourquoi anaanza kulamusha Timothée. Siku moja na shie etape ya tutapitaka. Ni wewe utashimama na kazi ya Mungu fashi yote utaenda utembee. Watu watakonea maalama na masini ya kusema hawa watoto ni watoto wenye kuzaliwa ndani ya nyumba watumishi fulani. Mungu anawasaidia wale watoto wako naimba. Angalau wanamtumikia Mungu. Sha tuprepare. Haleluya. Atuprepare babandi, atuprepare baventurier, atuprepare basharati jamais. Tunaprepare watumishi ya Mungu. Tunanyorosha watumishi ya Mungu. Tunamipeleka mu vitu ya kiroho. Kama heritage ya Mungu tulinipatia, manyumba tutemiujia, vitu vyote na mamiotoka. Tunamifanya kila kitu. Tunafanya sasa spiritual. Yale uko na entrepot ya vitu vya kiroho. Utembee na vitu vya kiroho. Utembee na mambo ya kiroho. Uendelee sana. Watu wote wakone dunia